Chama cha ACT Wazalendo Jumapili Aprili 6, 2025 kimetoa msimamo wake kikitaja uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika mwezi Novemba 2025 ufutwe na ufanyike upya sanjari na uchaguzi kuwachagua madiwani wa bunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapo Oktoba mwaka huu 2025. Katika hatua nyingine, ACT Wazalendo kupitia kwa makamu mwenyekiti wa bara ndugu Isihaka Mchinjita, wakati wa kongamano la 3 Operation Linda Demokrasia inafanyika Jumapili mkoani Kigoma kwenye jimbo la Kigoma mjini, ameeleza kwamba mambo 6 ambayo chama cha ACT Wazalendo kinaamini kuwa hayahitaji mabadiliko ya sheria bali ni usimamizi wa sheria zilizopo. Swala la kwanza kwa mujibu wa ndugu Mchinjita ni kuhakikisha kuwa wajumbe wa sasa wa Tume Huru ya Uchaguzi wameondolewa na wajumbe wapya wameteuliwa kwa kuzingatia utaratibu uliowekwa kwenye sheria Tume Huru ya Uchaguzi, ikiwemo kutangaza nafasi hizo na kufanya usahili kwa Watanzania wenye sifa kupewa nafasi ya kuwa makamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi. Pili, amesema Mchinjita ni lazima vyombo vya ulinzi na usalama viondoshe katika kushiriki katika hujuma za kupora uchaguzi. Uzoefu wa uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, uchaguzi mkuu 2020 na uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 umetuonesha kuwa vyombo vya dola ikiwemo jeshi la polisi na idara ya usalama wa taifa vimejiingiza katika wizi, kubariki na kushiriki katika vitendo vya wizi wa kura. 3, ACT Wazalendo imesisitiza juu ya wakurugenzi wa halmashauri kutokuwa wasimamizi wa uchaguzi. Ndugu Mchinjita ameweka bayana kuwa tume ya uchaguzi inapaswa kuhakikisha kuwa mchakato unaoendelea sasa wa uteuzi wa wasimamizi wa uchaguzi hauwahusishi wakurugenzi wa halmashauri ambao takriban wote ni makada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wakiwemo wengine ni makada wa CCM. 4, hatua madhubuti inapaswa kuchukuliwa kuhakikisha kuwa kura feki zinadhibitiwa kwenye mchakato wa uchaguzi. Mchinjita ameweka bayana kuwa ni lazima kuwa na uwazi na ushirikishwaji kwenye mchakato mzima uzalishaji, usambazaji na udhibiti wa karatasi za kupiga kura. 5, mawakala ni lazima wawe huru katika vituo vya kupiga kura. Mchakato mzima wa upatikanaji, wapishaji na uwepo wa mawakala katika vituo vya kupigia kura ni lazima uzingatie maslahi mapana ya wagombea, ikiwemo mawakala kupatiwa nakala za matokeo. Pia iwe ni mwiko kwa mawakala kuondolewa kwenye vituo vya kupigia kura. 6, kusiwe na kuenguliwa kwa wagombea. Tume ya uchaguzi iwe utaratibu wa kurekebishwa kwa makosa ya kuiandishi katika fomu za wagombea badala ya kuendelea kuwaengua wagombea wa upinzani pekee. Kwa upande wa Zanzibar, ndugu Mchinjita amesema kuwa masuala ya kipaumbele ni kuondolewa kwa kura za mapema, kuondolewa kwa mkurugenzi wa ZEC na sekretarieti yake ya uandikishaji wa wapiga kura bila ubaguzi. Ndugu Mchinjita ameweka bayana kuwa hoja hizi zitawasilishwa, majadiliano yanaendelea kupitia Kituo cha Demokrasia TCID. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.